Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mfumo wa nishati safi ya kupikia tunaouzindua leo umewekwa hapa shuleni kwa makusudi, kwani shule hii ni miongoni mwa taasisi zinazolisha watu zaidi ya 100. Itakumbuka kuwa serikali imeshatoa katazo la taasisi za aina hii kuacha kutumia kuni na mkaa, kwa sababu matumizi ya kuni na mkaa katika kupikia si salama kwa wapishi na mazingira kwa ujumla. Kupitia mfumo huu sasa chakula kitapikwa kwa usafi, kwa haraka, kwa ufanisi, kwa gharama nafuu na bila madhara ya moshi kwa wapishi na wanafunzi, huku mazingira yetu yakiendelea kustawi. Mradi huu ni sehemu ya juhudi za kitaifa ambapo hadi sasa taasisi zaidi ya 1136 zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku zimehamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Hili ni suala la kujivunia kwa shule hii kuwa miongoni mwa taasisi 1136. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa sasa nishati safi ya kupikia si anasa, bali ni hitaji la msingi. Inalinda afya, inalinda mazingira, inaokoa muda na gharama, inalinda maisha ya wanawake na watoto, hasa watoto wa kike. Ndiyo maana kauli mbiu yetu ya kitaifa inasema nishati safi ya kupikia, okoa maisha na mazingira. Hata hivyo, tafiti zimeonyesha kuwa hata maeneo ambayo tayari yanafikiwa na nishati safi ya kupikia, matumizi bado ni madogo kutokana na kukosekana kwa uelewa wa kutosha. Ndio maana leo pamoja na uzinduzi wa mfumo huu, tutazindua pia chombo muhimu cha elimu na uhamasishaji ndani ya shule hii. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, leo tunaenda kuzindua rasmi klabu ya nishati safi ya kupikia ya shule ya sekondari ya wasichana ya Bunge, yani Clean Cooking School Club. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, utekelezaji wa ajenda ya nishati safi ya kupikia hauwezi kufanikishwa na serikali peke yake. Unahitaji ushiriki wa taasisi mbalimbali, vyombo vya habari na jamii nzima. Hivyo nawasihi wananchi, vyombo vya habari kutusaidia kubeba ujumbe huu ili ufike kwa jamii yote. Wageni waalikwa, naomba pia kutumia jukwaa hili kusisitiza mambo yafuatayo na kuyakumbushia. Kwanza niwakumbushe kuhusu katazo la serikali la kuhakikisha taasisi zinazohudumia walaji zaidi ya 100 zinatumia nishati safi ya kupikia. Katika hilo bado kuna kazi kubwa ya kufanya, kwani kati ya taasisi 1030 zilizopo nchini ambazo zina watumiaji zaidi ya 100, ni taasisi 1136 pekee ndio zinatumia nishati safi ya kupikia hadi sasa. Wasambazaji wa gesi za mitungi, ninawasihi muongeze vituo, hasa maeneo ya vijijini. Tumegawa mitungi mingi sana, changamoto ni umbali. Ukiisha ule mtungi anawezaje kujaza tena? Kwa hiyo hawa wasambazaji wao wasogezee vituo. Naendelea kuwatia moyo wanafunzi wa Bunge na Watanzania wote kwa ujumla, hasa wale ambao ni wabunifu, ambao wako vyuoni, wanaofanya tafiti, waendelee kubuni nyenzo na teknolojia zitakazowezesha ajenda hii ya kusambaza na kuwafikia watu wengi waweze kutumia nishati safi ya kupikia. Na sasa baada ya kusema hayo, natamka rasmi kuwa mfumo wa nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari ya wasichana ya Bunge na klabu ya nishati safi ya kupikia zimezinduliwa rasmi. Nishati safi ya kupikia, okoa maisha na mazingira. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.